Bismillahirrahmanirrahim. Adhamallahu ujurana wa ujurakum bimuswabi Abdillah. Katika kitabu kinachoitwa Samtun Nujumil Awali cha al-Imam Abdul Malik Hussein Abdul Malik, ukurasa wa 327, anasema hivi kwamba imepokelewa na Ummul Mu'minin Aisha, anasema Aisha, mata Rasulullah baina sahari wa nahri, kwamba mtume alifariki akiwa katika kifua changu, baina sahari wa nahri. Kisha riwaya nyingine anasema anna Rasulullah qubidha wa huwa fi hijri, mtume ametolewa roho akiwa katika mapaja yangu. Thumma wada'tu ra'sahu ala wisada, kisha nikaweka kichwa chake kwenye mto. Baada hapo, thumma qumtu ma'an nisa'i, nikasimama mimi pamoja na wanawake wengine. Altadamu wa adribu wajhi. Altadamu ukienda kwenye lugha ya Kiarabu anakuambia ni kupiga kifua. Kwa hiyo akawa anapiga kifua na huku yadribu ala wajhi, akiwa anapiga uso wake. Kwa hiyo Bibi Aisha mwenyewe anasema, yeye mwenyewe hapa ndio maneno yake mwenyewe, anasema altadamu wa adribu wajhi, nikawa napiga kifua changu na napiga uso wangu. Yani riwaya anazungumza mwenyewe Bibi Aisha, si kwamba labda akasemewa, anazungumza mwenyewe maneno kuonesha kwamba hili swala ambalo mashia wanalifanya, kupiga kifua, ni jambo pia limejuzu kwa wake za mtume baadhi yao na maswahaba, kama ambavyo tumeelezea kwa Uthman bin Affan. Pia alifanyaje? Uthman bin Affan alipiga kifua, alipiga uso wake alipokufa mtume. Sasa lawama zile kusema kwamba hii si dini, hawa si Waislamu kwa sababu wanapiga kifua, umeyatoa wapi? Basi watoe Uislamu hawa pia, mtoe Uislamu mke wa mtume, mtoe Uislamu Uthman bin Affan kwa sababu kayafanya haya. Na wakati huo anayafanya hizo hadithi tunazoambiwa kwamba Mwenyezi Mungu amemlaani yule mwenye kuchanachana nguo zake, wanazijua kwa nini walifanya haya. Walhamdulillahi rabbil alamin.